Natamani iwe hadithi, watu wajue nasimulia, maana ninayopitia kila siku ni kulia. Huduma naona vita, mke naye anisumbua, ila imani yangu ipo kwa Mungu, naamini mambo yatabadilika. Abigaili, mke wangu we, naamini utabadilika. Abigaili, mke wangu we, na mimi nitafarijika. Mchungaji wa mtaa, usikate tamaa, yote yatakwisha. Huduma yako itakuwa, wala hautalia tena. Songa mbele. I wish nijue mimi ni nani, nimetoka wapi, chimbuko langu lipi, ila sina majibu. Nimebaki na Mungu wangu tu, na yote yanaonisibu namwambiaga Mungu wangu tu. Abigaili, mke wangu we, amini utabadilika. Abigaili, mke wangu. Tubuni, maana ufalme wa Mungu umekaribia. Biblia ninayosoma inasema ya kwamba tangu enzi za Yohana Mbatizaji, my glory, my Lord, ufalme wa Mungu ni wa wenye nguvu. Katika dunia tunayoishi kuna falme za aina mbili. Ufalme mmoja ni ufalme wa Shetani, ambao kuingia kwake ni rahisi, unaingia kwa kutaka kwako mwenyewe. Na ufalme wa aina ya pili ni ufalme wa Mungu, ambao Paulo anasema katika kitabu cha Wakolosai ile sura ya 13 mstari wa kwanza, anasema naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni hii, kwamba ufalme huu kuingia kwake sio rahisi. Tangu enzi za Yohana Mbatizaji, my glory, my Lord, ufalme wa Mungu ni wa wenye nguvu, ni wa wenye nguvu. Hivi Mwalimu Zawadi, mimi unaniweka kundi gani? Wale wanawake wenye viwango vya juu. Kwa hiyo una thamani kubwa sana Abigaili wangu, ni vile ujui tu. Muongo mkubwa wewe. Jana ni Jumapili ya 3. Nyimbo zote anasoma Debora Mwaisabila. Unafikiri mimi hainiumi? Au nayo namtaka? Abigaili, sitaki kuwa muongo. Sipendi kuwa mnafiki. Kwa elimu nilionayo juu ya taaluma ya kwaya au uimbaji, sipendi kuwa mnafiki kwa sababu nitaharibu njia za wanafunzi wangu. Abigaili, kuna tofauti kubwa sana kati ya sauti yako na ya Debora Mwaisabila. Huo ndio ukweli, siwezi kusema uongo. Kwa hiyo unaamua kunitusi sasa? Sasa nisikilize. Kama unamuona huyo Debora wa maana sana, kamchukue uje ulale naye hapa. Abigaili, subiri basi, subiri. Umekwenda mbali sana kipenzi changu. Kuna sababu gani ya kugombana Abigaili? Wewe ndio mwanamke ambaye mimi nimekuchagua. Wewe ndio mwanamke ambaye ninakutengeneza kuja kukaa kwenye hekalu langu mimi. Wewe ndio mwanamke ambaye una uwezo wa kunitoa katika stress kama ninapokuwa nimeshikwa na machangamoto yangu. Abigaili, labda tu nikwambie, kuanzia Jumapili ijayo nyimbo zote utakuwa una solo wewe. Na ukipenda hata wanazoimba wanaume, na kuhakikishia utasolo wewe. Ni wa wenye nguvu, tumehamishwa. Paulo anasema naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Huu ni ufalme wa Mungu, na ndio Biblia yangu inasema tangu enzi hizo za Yohana Mbatizaji,
Umeona alivyokuwa moto? Ana gombo. Yaani ananivuruga kweli. Ninamfuatilia sana yani. Debora, Biblia inasema hivi, msiziamini kila roho bali zijaribuni kama zinatokana na Mungu. Upo shoga? Maana Bwana amekaribia kulichukua kanisa. Unataka kusemaje Bwana labda? amekaribia mno. Biblia inasema hivi, fedha na dhahabu ni mali yake Bwana. Na sehemu nyingine inasema hivi, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni lolote mtapewa. Sasa mimi huwa najiuliza kuhusu huyu kaka. Kama ndio hivyo, mbona huyu Mungu atendi kwake? Maana kila siku tunamwona nguo ni hizo hizo. Jumatatu mpaka Jumatatu. Januari mpaka Februari, Disemba. Yuko hivyo. Unadhani huyu mtu ana Mungu kweli? Sara, nilisha kusoma kitabu cha Mhubiri 3 mstari wa 1. Biblia inasema kwa kila jambo kuna wakati na majira yake. Kwa hiyo tuendelee kusikiza gospel mama. Dada, usisahau kama tunatakiwa kwenda beach kufanya mazoezi ya sauti. Wewe na hili gombo lako. Tutachelewa bwana Debora. Twende. Lazima ukubali hili. Hata kama unaniona labda mimi ni mpuzi, nataka nikwambie mimi ni wakili wa siri za ufalme wa Mungu. Mimi ni wakili wa Bwana majeshi. Debora Mwaisabila, nina uwezo wa kumfukuza ili usimuone kabisa katika kanisa letu. Apia. Allah, Abigaili, unajua wewe ni moja kati ya wanawake wazuri sana kutokea hapa duniani. Mwanaume yoyote ambaye amekamilika, anajielewa, anatamani kuwa na mwanamke wa design yako Abigaili. Abigaili, mimi usinione hivi Abigaili. Nina kiwango kikubwa sana Abigaili. Nina elimu kubwa sana juu ya masuala ya uimbaji. Abigaili, wewe ni moja kati ya wanafunzi wangu bora ambao mimi naamini watakuja kuninyanyua. Katika wanafunzi nilionao pale darasani kwangu, katika wanafunzi wote, nikiwaangalia sioni wa mfano wako. Wewe ndio mwanafunzi ambaye nikikuona hivi naiona nuru ya kesho yangu, naiona baraka ya kesho yangu, naiona nguvu. Unajua Abigaili, ngoja nikwambie Abigaili, bado hujanijua mimi vizuri Abigaili. Mimi si mwalimu wa mchezo. Mataifa yananiita mwalimu Gifti. Mchungaji wa mtaa, usikate tamaa. Mchungaji wa mtaa, usikate tamaa. Ndio mimi Abigaili, mimi nimefundisha mziki mpaka Kapernaumu. Mimi nimekwenda kusoma mziki wa nota, yaani huu mziki wa kuimba do la mi. Nimesomea mziki huo mimi Abigaili katika vyuo vikubwa sana duniani vya Biblia. Abigaili, hapa unavyoniona mimi nimekwenda kufanya mafundisho Efeso, ambayo leo hii nyinyi ndio mnaijua kama Uturuki. Mimi nimefanya kazi ya Efeso. Efeso ndio taifa la kwanza kupata kanisa kubwa duniani, ambayo leo hii ndio mnaita Uturuki. Nimefundisha mziki huu wa injili Antiokia. Nimefundisha huu mziki wa injili Dameski. Nimekwenda mpaka Makedonia. Yaani Mwalimu Zawadi sio wa viwango hivi Abigaili. Mimi nimekwenda kutembea na kudhuru katika njia ambao walipita mamajusi watatu. Wale mamajusi wakati wanaelekezwa na Mungu kufuata zile nyota ambako mimi nimekwenda. Abigaili, moyo wangu ni maisha yangu. Na kuhakikishia hapa Tanzania kupata mwanaume mwenye mbegu, mwenye ubora kama wa Mwalimu Zawadi itakugharimu miaka zaidi ya 100. Nikuweke bayana. Utulie, wewe ni mwanamke mzuri. Hauhitaji mafuta, hauhitaji mikorogo, hauhitaji kujipambanua sana. Ni mwanamke ambaye ukipita sehemu yoyote unaonekana Abigaili. Sawa, lakini naomba leo nisichelewe kama ninavyochelewaga. Unajua hata kama mwanamume wangu ni zoba kiasi gani, lakini na yeye anahitaji heshima hata kiduchu tu. Abigaili, ondoa mashaka Abigaili.
mimi leo nitakachokifanya, nitakuonyesha zile tatu ambazo Mama Jusi walikuwa wanazitafuta, nyota tatu. Umeanza kunichanganya sana. Wewe, aliyekuruhusu upite kwenye lile geti pale ni nani? Samahani sana Mama Patrick. Nimekuja pale sijamuona mlinzi getini. Nikahisi labda mnahitaji mboga. Nani alikwambia sisi tuna shida ya mboga zako? Yaani tule mboga kama hizi zinazooteshwa na kinyesi cha binadamu. Hebu jitazame kwanza jinsi ulivyo. Mchafu! Hivi wewe, hapa kichwani kwako uko vizuri kweli? Zimetimia hapa kichwani kwako? Mara mwisho nilikwambia nini wewe kuhusu kuleta mboga zako humu ndani? Na kuuliza wewe. Mama, hapana, imetosha. Patrick, tena ukome kabisa kuingilia mazungumzo yangu. Kama unataka rudi ndani, kama umechoka toka nenda nje ukazurure kwa marafiki zako. Hapana mama, unakosea. Huyu mama mboga huyu ni binadamu kama tulivyo sisi. Na pengine labda sisi tunaishi kwa furaha na fahari ni kwa sababu tu ya jitihada na maarifa alionayo baba yangu. Nje hapo mimi naamini hata wewe viatu vya mama mboga visingekutosha. Unanitukana sasa Patrick? Mama Patrick, samahani, nisamee mimi. Mimi sikuja kuleta ugomvi. Mimi nimekuja kutafuta riziki tu hapa. Naomba tu mimi niondoke. Mama mboga, subiri. Unataka kufanya nini sasa? Mama, please. Hilo beseni lote ni shilingi ngapi? Hapana baba. Usiendelee kumkwaza mama yako. Acha mimi nikatafute riziki mbele. Mama mboga, hilo ndio swali ambalo mimi nimekuuliza? Abigail! Hey, najua sana nisikia na uko ndani. Sasa nakwambiaje yani leo nakupigia baba kwenu. Abigail! Abigail kwa wapi? Sina kuongelesha. Abigail kwa wapi? Tungesalimiana kwanza na tungefahamiana. Naamini ndio Utanzania wetu huo dada. Karibu. Naitwa Robina Kolongo. Mimi hapa namtaka Abigail, ndio nimemfuata hapa. Sijakufuata wewe. Vizuri. Nadhani Abigail atakuwa ameenda kanisani kwao kwa ajili ya mazoezi ya kwaya. Mimi ni mume wake, naitwa Joseph Ndunguru. Kwa hiyo unaweza kuniambia lolote lile kama utaka. Kumbe Abigail na mume. Yaani Abigail ameolewa. Wewe ndo mmewe. Sasa anahangaika na wanaume za watu wa nini? Kaka, yaani kaka, leo hakuna mazoezi ya kwaya. Watu wote kila mtu kwenye bani yako gani anakwenda yeye. Hayo mazoezi ya kwake yeye. Kuna mazoezi ya kwaya leo? Beseni lote shilingi 15,000. Nitakupunguzia 1,000, nitakuuzia 14,000. Mama Rama. Mama Rama. Kwa nini? Chukua zile mboga kisha ukaziweke ndani. Mama mboga, chukua hii pesa kisha ukaongeze mtaji wa biashara yako. Patrick, ya nini hela? Mama, hizi ni pesa zangu. Sasa unampa pesa zote hizo za nini mtu kama huyu? Acha hiyo mama. Asante baba. Na kuanzia leo kiamka asubuhi, eneo la kwanza ambalo unatakiwa kuja kufanya biashara yako ni hapa. Mimi na baba yangu tunapenda sana mboga zako. Asante mwanangu. Mungu akujalie. Mungu akuzidishie baraka. Waweza kwenda.
mchungaji wa mtaa, usikate tamaa, mchungaji wa mtaa, usikate tamaa. Sijakuelewa. Hujanielewa eh? Utanielewa. Sasa sikiza nikwambie. Kaka sijui shemeji, Abigail anatembea na mchumba wangu. Na kanisani kwetu kote Abigail anatangazia yuko single. Yaani anaongea jimbo liko wazi. Kumbe Abigail na mume wake. Sikiliza nikwambie. Ongea na mkeo. Yaani aguse anakogusa. Aachane na mwalimu Zawadi. Yaani aachane kabisa, tutakuja kuonana habari. Asitaki kunijua. Dada Robina Korongo, namfahamu vizuri Abigail mke wangu. Haya unayoyasema, Abigail hawezi kufanya uchafu kama huo. Isipokuwa na tatizo moja tu. Hana break kwenye kuongea. Lakini wa uchafu mwingine hapana. Endelea kumtetea. Kwa hiyo mimi nimeruka kote, nimekuja hapa kuongopa, si ndio? Sikiza nikwambie. Kaka sijui shemeji sijui nani, Abigail nilishawahi kumkuta kwenye chumba cha mpenzi wangu mimi, wewe mchumba wangu. Wako watupu kipindi hicho. Na akaomba radhi, mchumba wangu akaomba radhi, akajifanya kama wameachana. Ila sasa hivi wamerudiana mapenzi moto moto. Na hivi ninavyoongea, sasa hivi wako wote. Na amezima simu. Yaani wala akifanya dhambi tu za kumkera Mungu, wanazima simu zao zote. Sasa wewe endelea kukaa hapo bwege, unaoshama vyombo kama bwege, umetulia babu jinga, mali yako inaliwa, pumbavu wewe. Endelea kukaa. Joseph mwanangu, jikaze. Ni kweli mke wako sio mwaminifu hata kidogo, na sisi tunayajua mengi mno, lakini tunakuonea huruma kukueleza mwanangu. Inuka uende ndani ukapumzike. Inuka. Mzee Korongo, karibu. Karibu kae. Unajua wewe mwanamke unanichekesha sana. Tena una vichekesho. Hapa mimi nyumbani kwangu, huu mjengo wangu, ili kasri mali yangu. Sasa wewe unanikaribisha mimi baada mimi nikukaribishe wewe. Haya nikaribishe basi uko chumbani kabisa nikajitawani kama ng'onda. Sawa, mimi najua hapa ni kwako Mzee Korongo. Ila kukukaribisha ni wajibu wangu sababu wewe ukai hapa. Basi nisamee kama nimekukosea. Hujanikosea. Sasa nisikilize. Hapa mimi nimekuja kwa mambo mawili. Jambo la kwanza lile watu wa Tanga wanalita au lile penzi letu nimekuja kulikumbusha. Cha pili nataka kodi ya nyumba yangu, nataka lundo. Wakenya wanasema chapa. Mzee Korongo. Yaani umaskini wangu mimi au kutokuwa na hali isiwe sababu eti ya kunivua mimi utu wangu. Mimi nifanye mapenzi na wewe eti kisa kwa sababu nataka niachiwe hii nyumba. Kweli? Hicho kitu hakiwezekani. Sasa kama hakiwezekani, chukua ingia ndani, chukua vinjenga vyako, kunguni wako, chukua hayo magodoro yako tumeloweka maji, uiteguta, sijui uetekeri uondoke. Unangoja nini katika nyumba yangu? Hii ni nyumba yangu nimejenga mwenyewe kwa nguvu zangu. Unaweza kuondoka? Sawa, Mzee Korongo, sikatai. Hii nyumba ni ya kwako. Na gharama hii nyumba unajua wewe. Mimi sikusaidii wala sijakusaidia. Ila hicho unachokitaka kwangu hiyo ni rushwa ya ngono, mimi naweza nikakushtaki. Unasema nini wewe mwanamke? Nani umshtaki? Nani umshtaki? Sikiliza wewe mwanamke mfupi kama mama yake Ngolo Kante, nisikilize. Mimi hapa nimekuja kuchukua kodi yangu. Nataka lundo langu. Wewe namna gani? Shtaki. Sawa, naomba nihesabie basi miezi mitatu shilingi ngapi?
Wacha kujitoa fahamu wewe mwanamke wewe. Mama mboga mboga, wacha kujitoa fahamu. Neemeka kwangu. Kwani wewe hujui kwamba kodi shilingi 30,000 lakini nimekufanyia kwa wewe tu. Kwa hiyo miezi mitatu 90,000. Umeuza nini leo wewe? Umeuza nini wewe? Sio kwa mboga mboga hizo bwana. Mlugulu gani kwa mabondeni ukamkonvince wewe upate hela kama hiyo? Au umeuza mboga kibei leo? Hebu niambie. Sikolongo, hela yako nimeshakupa. Shida ni nini? Wewe sio Mwenyezi Mungu na ugawa riziki hata siku moja. Sasa hapa mpango uko sawa. Hapa mpango uko sawa. Leo kanuni la kungoma talala jikoni. Hatujamalizana. Fikiria ombi lako. Niache. Mimi mtu mzima mwenzio bwana. Kwani unanifanyia hivyo? Nipite bwana. Mimi nataka wewe uwe mama. Niache, hela yako nimeshakupa baba. Tatizo ni nini tena? Bustani njema inayo maua, kila nikipita huarachanua. Mama mboga wangu, nipe nafasi korongo, nijilambe, niteteme. Mama mboga mboga, sikiliza hayo nilokuambia bwana. Mimi ndio korongo wa mzee wa kuupiga mwingi mpaka nakera. Patrick, kwa nini umenifanyia hivyo? Ina maana kosa langu mimi kukulea wewe nikiwa kama mama yako? Hapana mama. Maneno yako hayakuwa ya busara dhidi ya mama mboga. Mama, sio sawasawa kuwadharau watu kwa sababu ya hali zao za kimaisha. Umekosea sana. Kimya! Yaani wewe unanifundisha mimi kitu cha kuongea? Wewe kama nani? Unifundisha mimi kitu cha kusema? Mama, mimi kama mtoto wako mkubwa. Nyamaza! Wewe sio mtoto wangu Patrick. Mimi sikukuzaa wewe. Mama Patrick. Mama Patrick. Ni maneno gani hayo unamwambia kijana wangu? Dr. Katunzi, naweza kurudia tena kwa mara nyingine. Huyu sio mtoto wangu. Bali wewe ndio uliyekuwa umetaka mimi niwe mama wa huyu mtoto. Lakini mimi sikumzaa huyu. Nyamaza Mama Patrick. Nyamaza. Shenzi. Usiniite Mama Patrick. Dr. Katunzi, unayajua vizuri sana majina yangu. Mimi naitwa Maya. Okay. Nitakutaliki Maya. Nakwambia nitakutaliki Maya. Hivi, wewe ni nani wa kumnyima amani mwanangu ndani ya nyumba hii? Hivi, unajua thamani ya Patrick katika maisha yangu? Mjinga mmoja wewe. Mpumbavu. Patrick baba. Unaenda wapi sasa? Patrick. Hivi ndivyo ulivyotaka si ndio? Sasa naomba unisikilize kwa makini. Tena unisikilize kwa makini sana. Mtoto wangu asiporudi ndani ya nyumba hii, hautakaa unifurahie katika maisha yako Maya. Patrick ni muhimu kwangu kuliko ninavyokutazama wewe. Do you understand me? Do you understand me? Do you understand me? Okay.
natamani iwe hadithi, watu wajue nasimulia maana ninayopitia kila siku ni kulia. Huduma naona vita, mke naye anisumbua, ila imani yangu ipo kwa Mungu, naamini mambo yatabadilika. Abigaili, mke wangu we, naamini utabadilika. Abigaili, mke wangu we, na mimi nitafarijika. Mchungaji wa mtaa, usikate tamaa, yote yatakwisha. Huduma yako itakuwa, wala hautalia tena. Songa mbele. I wish nijue mimi ni nani, nimetoka wapi, chimbuko langu lipi, ila sina majibu. Nimebaki na Mungu wangu tu, na yote yana